Ikasaidia. Ndio. Kwa mwanzo inaweza ikasaidia kwa sababu mara nyingi nilizungumza baada ya tukio la Dar es Salaam Young Africans kwamba mara nyingi viko baadhi ya vilabu vimekuwa vinashindwa kuwaheshimu federation, vinashindwa kuwapa ile respect, tunazungumzia ile full respect, unawapa heshima yao ya moja kwa moja kama watu ambao wako kwenye administration, wako kwenye eneo la utawala, ambao wanapanga mipango ya vilabu, lakini pia wanaendesha mashindano. Yani kwa maana ukitazama ile top administration ya federation ambayo imegawanya kwamba yako mashindano ya ligi ya ndani, kwa maana TPLB bodi inasimamia mashindano ya ligi kuu NBC, lakini at the same wanasimamia pia mashindano FA ambayo mara kadhaa yanashirikisha timu karibu zote na zinazocheza madaraja ya chini. Sasa hii top administration ambayo inaongozwa na President Wallace Karia, manake wamejaribu kuona kwamba ziko nyakati hivi vilabu haviwapi full respect, yani ile heshima ya moja kwa moja ya 100%, kwa sababu aidha mazingira wanavyoendesha ama kwa baadhi ya nyufa ambazo wamekuwa nazionyesha kama viongozi wa TFF huko nyuma, kwa maana kwamba matumizi mengi sana ya busara. Ziko nyakati nyingi sana linatokea jambo kabla hawajapigwa rungu ama hajapigwa rungu kubwa, watu wanakwenda kujadili kwa maana kwamba huyu tumpe hiki ama tumpe hiki. Sasa hapo ndipo pamekuwa kama pana mwanya kidogo. Sasa federation wameamua kuja kitofauti, wameamua kutengeneza mpango kazi wa tofauti wa kusimamia kanuni na kutoa punishment ambayo itakuwa unforgettable, yani punishment ambayo ni ngumu sana kuweza kusahaulika. Tuliona Dar es Salaam Young Africans walienda kwenye jumba la maajabu, waliporudia walipigwa faini ambayo ni kubwa sana. Leo Azam wanakuja tena kuingia kwenye shock, kwenye taarifa nzito ya kupigwa faini ya pesa nyingi sana, milioni 50. Sio pesa kidogo, 50 millions ni pesa ambazo unanunua kiwanja, unajenga nyumba ya kisasa na unahamia na chenchi inabaki, unafungua na kaduka kadogo kama mahitaji ya rejareja. So ukirudi ukitazama mechi ya tarehe 4 ambayo walicheza pale kwenye dimba la Gombani pale Pemba Zanzibar, of course unaweza ukasema yalikuwepo mapungufu kadhaa ambayo mwamuzi aliweza kuyaonesha, lakini mapungufu ya mwamuzi ndani ya kiwanja, tunazungumzia weakness ambazo zinaweza zikabia counted ndani ya pichi, haziwezi kukuruhusu wewe uweze kuidisappoint game, yani uende kinyume kabisa. Unapogomea medali manake wewe ulitaka kugomea hata mchezo, kwa sababu hukubaliana na kile kilichotokea. Na mara kadhaa Azam unajua kwamba maamuzi yanapotokea mwisho hakuna mtu wa kuyapinga, regardless tu mwamuzi ameshapuliza hiki. Kama mnaona kuna kitu hakiko sawa, mnaweza mkaandika statement of objective. Kuna zile statement unaziandika kwa ajili ya kucompliment kwamba hiki kitu ambacho kilitokea sisi hatukubaliana nacho, mnaandika barua, then kamati maalum inakaa inafanya analysis, inachambua, ina evaluate, then inakuja na matokeo, kwa maana majibu ambayo yanakuwa relevance kwa jamii kwamba hiki kilitokea, kuna 1 2 3. Sasa kwenye hili, kwa swali lako ulivyoniuliza, TFF wakiendelea kusimamia spana kwa maana hizi legislation principle vizuri na kutoa standard punishment kama hizi, unajua kuna adhabu ya kawaida na zingine ambazo ni standard kama hizi milioni 50, milioni 100. Sasa staendelea kutengeneza mazingira makubwa sana kuona okay, hiki kitu hakitaki kujirudia. Kwangu mimi kwenye hili siwezi kuwatetea hata 100% Azam. Yani kwenye hili mimi siwezi kuwatetea hata kidogo, kwa sababu kwa yale yote yaliyotokea, yani yale yote yaliyotokea